na kusiwe mwenye ndoa, naomba urudi nafasi yako. Jiulize ni kwa nini ulikaa kwenye ndoa. Ndoa sio tu habari ya mapenzi na kuzaa watoto. Hapana, ndoa ni zaidi ya hilo. Ndoa ni kusudi la Mungu ndani yako, kukaa duniani na kuzaa vile ambavyo vinazaliwa. Maana yake uchumi wa dunia umewekwa kwenye ndoa. Uchumi wa dunia umeweka kwenye ndoa. Uchumi wa Tanzania umeweka kwenye ndoa. Uchumi wa jamii yetu umeweka kwenye ndoa. Kupitia ndoa ndipo Mungu anapoanza kufanya kazi yake. Anaongeza maongezeko yake, analeta baraka zake, analeta furaha yake. Amani ya Mungu inakaa kwenye ndoa. Kwa hiyo hapo ndipo Mungu alipoona ni platform au ni jukwaa la maongezeko duniani. Kwa hiyo mwenye ndoa, usifanye masiara na ndoa yako. Mwenye ndoa, jua hiyo ndoa ni ya Mungu, sio ya wewe na yule mume wako au na yule mpenzi wako. Hapana, ndoa ni ya Mungu. Kwa sababu hiyo Mungu amekuchagua wewe among many, kati ya wengi, ili sasa ulibebe kusudi lake la kuongezeka na kutawala na kuijaza dunia. Umeheshimika sana, umepewa nafasi nzuri. Kwa hiyo hii nafasi hatuthubutu kamwe hata kwa sekunde kuichezea, kwa sababu Mungu ametuamini kwenye ndoa.